Mashabiki wa Simba mpaka sasa tunavyozungumza wamegawanyika pande karibu kama mbili kama sio tatu. Wapo ambao wako upande wa mwenyekiti Murtaza Mangungu, lakini wako ambao wapo upande wa mwekezaji kwa maana Boss Mohamed Dewji. Siku ya jana bwana, presses zilikuwa ni mbili na nadhani hata leo pia presses zitakuwa zinaendelea, lakini kubwa wao wamekuwa ni mjadala mkubwa ni Mo Dewji aondoke, lakini wapo ambao wanataka mwekezaji endelee kubakia, huku lipo kundi ambalo linamunga mkono zaidi mwenyekiti Murtaza Mangungu. Sasa swala limekuja ni namna gani hoja zao zinakuwa zinakinzana, kwamba mashabiki wote ni upande mmoja lakini hoja zinakinzana. Hawa wanaomtetea mwenyekiti Mangungu wao wanasema boss wao kwa maana ya Mohamed Dewji amekwisha waahidi muda mrefu toka awe na timu, alikwisha ahidi kujenga uwanja, alisema atajenga hostel, alisema atajenga vitu vingi, lakini mpaka sasa hakuna ambacho kimetimia, na wanaona kwamba ni muda mwafaka kwa sasa timu ibakie na watu wengine, kwamba kwa sasa Mo inatosha. Lakini wanaomtetea Mo Dewji wao wanasema amekwisha fanya makubwa ndani ya Simba na haiwezekani Simba kwenda bila Mo Dewji, na kwa sasa wanageukana. Sasa wapo ambao wanawaona kwamba hawa wanaomtetea Mangungu wanaona hawa wa upande wa Mo Dewji wanakwenda tofauti, lakini hawa walioko upande wa Mo Dewji nao wanaona hawa wanaomtetea mwenyekiti Mangungu ni kama vile machawa, wanaitana kwamba mwanzo mlitoka mkamkashifu Mangungu lakini leo mmerudi mnamsifia. Hivyo ndivyo ambavyo hali ilivyo. Tunavyozungumza ni kwamba mpaka sasa bado hakujatulia, lakini mwenyekiti Murtaza yeye alikushatoa kauli yake na alivunja ukimya na amezungumza. Yeye amesema yuko pale kikatiba, ataondoka kwa mujibu wa katiba, lakini pia ameorozesha baadhi ya vitu ambavyo kwake yeye ni vina mafanikio. Amesema wakati anaingia ndani ya klabu alikuta mapato yalikuwa ni bilioni 1, bilioni 5 kwa mwaka, lakini mpaka sasa ni takriban bilioni 28 kwa mwaka zinaingia. Hiyo ni kwa mujibu wa Murtaza Mangungu, lakini anasema yeye ndiye mwenyekiti ambaye amepata mafanikio makubwa zaidi, kwa maana kwamba chini yake timu imeweza kucheza finali, chini yake timu imeweza kucheza robo finali mara 7, lakini imecheza finali ya CAF Confederation ama kombe la shirikisho mara 1. Hivyo ndivyo ambavyo yeye mwenyekiti Murtaza Mangungu. Sasa mimi niko na Uchebe lakini niko na Nasoro, ngoja tuwazungumze nao tuwasikie Uchebe umewasikia upande wa pili wenzenu namna ambavyo fukuto lilivyo. Wewe umeelewa nini kwenye hoja za mashabiki wa pande zote mbili? Mimi binafsi kwamba kama Uchebe kwanza nafurahi migogoro yao kwa tunafurahi. Na pia kama waandishi mwe mnawakumbusha kwamba wanapoendelea na migogoro, tarehe 1 dabi haiko mbali na Yanga. So hayo mambo yote wanayofanya wasisahau kwamba kuna dabi kubwa ya sisi wakandaji tunaoendelea kuwakanda. Lakini pia nikizungumza, mimi nafikiri kwamba serikali iangalie kwa makini sana haya masuala tunaoendelea kuruhusu vijana wanajiitia press wanapotaka na muda gani wanafanya kazi. Ni uvivu kwanza kufanya kazi, mimi naweza nikasema, lakini pia ni namna wanatafuta namna ya kuokota kwa matajiri. Leo wanazungumza huku, kesho wanazungumza huku, kesho kutwa wanazungumza kule. So mimi ninachokiomba, kama wameshindwa kuwepo kwenye mpira, waachane na masuala ya mpira. Watu waachie watu ambao tunajua mpira. Mpira ni fursa. Mpira ni maendeleo. Mpira ni sehemu ya amani. Sasa hawa jamaa tunachokiona sasa hivi sio amani tena wanayotangaza. Wanachotangaza sasa hivi ni vita. Sasa tukiruhusu watu wa namna hiyo wakaendelea kuwepo kwenye mpira wetu hawezi kufika. Na sasa hivi ukiangalia Tanzania tumepata sifa ya kuhost michuano ya AFCON. Sasa tunaenda vipi kama hatuna umoja? Hatuna watu ambao wanazungumza mipira, bali wanazungumza ubongo. Kama wanashindwa, waipe mamlaka BMT. Wafute hicho kitimu. Kinaendelea kuwepo kufanya nini hapa? Wafute, zibakie kwenye vilabu 10 na ngapi? 16 vilivyopo ligi kuu sasa hivi, sio? Ndivyo championship, wengine wanatamani kuja ligi kuu. Kwa nini wanaojiona wao kila siku migogoro? Futa, chukua timu moja kutoka championship ije chukue nafasi, wao wakimaliza migogoro yao watarudi ligi kuu. Kuliko kuendelea kwa nao wakati mwisho wa siku wanajiita wakubwa wa migogoro. Hawa jamaa tukiwaendekeza wanatuletea sifa mbaya ya mpira. Na haya mambo kwa nini Bwana Rashid anazungumza kupitia Kajenjele TV? Simba hii migogoro hajaanza leo. Wanasema mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Madhara yake sasa hivi tunaanza kuyaona, na ataenda kupelekea hata national team kupata madhara kupitia hiki kikitimu, kwa sababu wao wanajiona wakubwa, wao wanajikuta ndo wazungumzaji. Nikwambie jambo moja, 2012 hawakungoa viti pale Benjamin Mkapa.
Waling'oa. Wamerudi tena walicheza na Spasheni waling'oa viti. Umenielewa? Walikuja wakagomea dabi. Wakapeleka vimbwanga vyao pale, mwisho wa siku wakasema sisi kucheza na Yanga tuwezi kwa sababu wametuzuia kufanya mazoezi ya mwisho. Ule mgogoro ulileta sintofahamu kubwa sana. Wakati huo tunaenda maandalizi makubwa ya CHAN kama mnakumbuka. Lakini leo wameleta tena sintofahamu nyingine. Sasa mwisho wa siku najua wataanza wao kwa wao, civil war tunaita. Ikitoka kwenye civil war inafuata nini? Make vita ya wote. Umenielewa? Wataanza kuhusishwa. Leo tunaona wamevuka mipaka sasa, naenda kumkolomea tajiri, mwekezaji kwenye nchi. Yule mwekezaji leo wanavyoenda kumwambia eti masaa 72 atoke. Mwekezaji kama yule ameajiri vijana wangapi? Amesaidia serikali kuokoa vijana wangapi kuwa wazururaji? Leo mtu hata kununua bagia tu 2 za 500 anashindwa, anaenda kumwambia mtu atoke. Tunampa masaa 72. Who are you by the way? Wewe umechangia pato gani katika nchi hii? Haya, leo tunazungumza Tanzania ya viwanda na maendeleo. Tunapataje kama tunakuja mwisho wa siku tunadharau wawekezaji wakubwa? Hili tusipolikemea watatoka kwao wakimaliza huko. Wakichokonoa kwao wakiona hakuna hakuna hatua yoyote iliyochukuliwa, wataanza kuja upande wa pili. Watampanda kichwani JSM, watampanda kichwani Baresa. Wawekezaji wanakuwa hawana huru katika nchi yetu. Umenielewa? Wanakuwa wanajisikia upweke. Wanapowekeza sio sehemu salama, wanaamua kwenda kutafuta fursa sehemu nyingine. Why turuhusu vitu vya namna hii? Wale ndio wana influence kubwa na mapato ya taifa letu. Kwa nini vijana wa hovyo wasiokuwa na kazi wanakuja kuanza kuleta mambo taaruki isiyokuwa na msingi? Kwa sababu wangekuwa na kazi maalum, sidhani kama tungesikia hiyo minong'ono. Wangekuwa wanatambua maana ya mpira, sidhani hizi kelele kama tungezisikia. So mimi nachoweza kusema, hawa jamaa kama wameshindwa kuwepo kwenye mpira, tuwaruhusu BMT wafute timu yao. Tusianze kuleta mambo ajabu ajabu. Tusianze kukubali vitu ambavyo havina msingi. Wakae pembeni, watuachie ambao tumelelewa katika misingi na malezi bora ya mpira. Tuzungumze mpira kwa faida ya taifa letu. Mpira ni fursa. Leo hii mimi Uchebe Yanga ninapozungumza maana mpira umeniletea manufaa makubwa. Umenielewa? Umenitengenezea connection. Umenifungulia milango kukutana na watu ambao mimi sikutegemea kukutana nao. Kwa nini hivi jamaa vinataka kuingia na kupandikiza chuki? Vinataka kuharibu connection. Mimi leo ninapokuambia sikutegemea kama ninaweza nikawa na biashara. Umenielewa? Sikutegemea kupitia mpira nikazungumza nikatangaza biashara yangu. Watu wakasikia na wakaja kuniunga mkono. Lakini kupitia mpira hayo yote nayapata. Umenielewa? Wanashindwa kukaa kumuuliza na Solo Yanga, wewe uko bandarini unafanya 1 2 3. Umepataje connection? Mpira umenifanya mimi nikufahamu na Solo. Umenielewa? Mpira umefanya tukutane, umenijua mimi Uchebe. Mpira umefanya umemwona Godi Yanga sasa na biashara zake za mikate. Zile ndio fursa ambazo tunazungumza kwenye mpira. Kaa chini, fikiria namna move on katika swala la maendeleo. Lakini kila siku wewe unakaa eti masaa 72. Unamwambia tajiri mkubwa mwekezaji ambao kuna watu familia yao wanaishi kupitia Mo Dewji. Leo unamwambia masaa 72. Who are you? Wewe mwisho siku huyu Kajenjera amefanya uwekezaji. Rashid huko hapo. Wakituachia uhuru tu tunazungumza eti kwa sababu ni shabiki nazungumza tu kwa sababu uhuru wa mawazo. Kinachofuata nitaanza kuja kupanda mawazo. Kumpanda hata Kajenjera. Naanza kumforce atoke tu, sijui nini. Alimpa Mo Dewji masaa 72 hoja yake kwa. Hana hoja ya msingi. Umenielewa? Hoja ya msingi angesimama pale Mo Dewji, mimi nalia kama kijana. Nateseka huko mtaani, kama kuna nafasi yoyote. Mimi influence yangu imekuwa ni kubwa. Nipe nafasi kwenye kiwanda chako chochote. Nikafanye shughuli, ningeona na hoja. Unamwambia masaa 72 hivi level, yani kwanza hebu angalia interval level ambayo iliyopo
kati ya yule mzungumzaji wa masaa 72 na Mo Dewji. Hilo la kwanza. La pili umeona makundi mawili. Umeyashuhudia makundi mawili. Kundi lipi? Kwa sababu baada ya ile press ya kwanza lilibuka kundi la pili. Kundi unadhani kundi lipi ambalo wewe umeona kwa maono yako wewe ukaona wana hoja ya msingi? Mimi nafikiri kundi la pili lina hoja, nimekuja na sababu za msingi. Nani yule mpira pesa? Shabani mpira pesa. Ambazo kwa namna ambavyo waliziainisha hoja zao, labda na kama hapo mtu anakutazama kwa live, tunaweza tukasema zipi ambazo unaweza ukazitaja hoja chache zikaonekana kweli hata mtu mwingine akakubali kwamba ni hoja za msingi na wewe umeziunga mkono. Hoja ambazo zilizopo zinazungumzwa na za msingi. Kwa mfano Shabani mpira pesa jana amezungumza pale na kuluu yake. Hoja yake ya kwanza amesema sisi Simba tunajivunia kuwepo nafasi ya 5 kwa bora barani Afrika chini ya uwekezaji wa Mo Dewji. Mo Dewji amefanya jitihada za kuleta wachezaji wakubwa wa kuipambania klabu ya Simba na ikapambana na ikaonekana kwenye mpira mpaka kufikia nafasi ya 5 kwa bora barani Afrika. Unamwona? Yes, ni hoja. Leo hii anazungumza kwamba Mo Dewji alikuwa anaifadhili Simba kwa magumu. Hakuna mtu ambaye hajui. Leo Simba ingekuwa imeachiwa huru au ipo tu kila mtu anaiendesha anavyotaka, sidhani kama Simba tungekuwa tunazungumza hata kwenye financials au kwenye vilabu bora barani Afrika Simba ingekuwa inaonekana. Ila kwa sababu ya Mo Dewji na upendo wake ndani ya Simba kaamua. Mo Dewji ana wafanyakazi wangapi ambao wapo ndani ya klabu ya Simba, wanaisimamia klabu ya Simba na inalipa na Mo Dewji anawalipa yeye. Wapo wangapi? Na wengi sana. Kama ni wengi, huoni kwamba ana mchango mkubwa ndani ya Simba?